Ibona, mambo vipi mdau wangu wa nguvu kutokea hapa katika chaneli yako hii ambayo huwa unapataga maudhui mbalimbali kiwepo pamoja na habari za kimichezo, habari pamoja na burudani. Sasa leo kuna taarifa kidogo za kimichezo ambazo tumeweza kuzipokea kwenye meza yetu ya habari. Lakini kwanza kabisa, kama wewe ndo mara yako ya kwanza, kisha unasubscribe, share, like na kucomment ili uwe mtu wa kwanza kupata kila aina taarifa pale ambapo tunakuwa tumepandisha taarifa hizi hewani. Kutokea hapa kuna taarifa ambazo zimeweza kutokea ama zile ambazo zimeweza kuzipata kwenye meza yetu ya habari, taarifa ambazo kidogo zimekuwa za kushtusha, lakini sio mbaya sana. Taarifa kutoka kule kwenye bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB, ambapo bodi hiyo sasa imeweza kutangaza tunaweza tukasema ni marekebisho, ambapo marekebisho hayo yamekuja kutokana na ratiba ya ligi kuu ya NBC, ikiwemo kusogeza mbele mchezo mkubwa wa Kariakoo Derby kati ya Yanga Sports Club na Simba Sports Club. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mchezo wa mzunguko wa kwanza kati ya watani wa jadi hao ambao awali ulipangwa kuchezwa Disemba 13 mwaka 2025 saa 11 kamili jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa, sasa mchezo huo utachezwa Machi 1 2026 saa 11 kamili jioni katika uwanja huo wa Benjamin Mkapa. Aidha, bodi ya ligi imethibitisha kuwa mchezo wa Mzizima Derby unaowakutanisha Simba Sports Club dhidi ya Azam FC utaendelea kuchezwa Disemba 6 mwaka 2025 saa 12:30 jioni kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kama sehemu ya ratiba iliyoboreshwa. Na mwanamichezo, una maoni gani kuhusiana na hili kutoka kule kwa bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB, ambapo bodi hiyo imetangaza marekebisho mapya ya ratiba ya ligi kuu ya NBC ikisogeza mbele mchezo mkubwa wa derby kati ya Yanga pamoja na Simba. Mchezo awali ambapo mchezo huo ulipangwa kuchezwa Disemba 13, sasa mchezo huo utachezwa Machi 1 mwaka 2026 saa 11 kamili jioni katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Na katika taarifa zingine ambazo zimeendelea kutrend katika mitandao ya kijamii ni kuhusiana na swala zima la jezi mpya ambazo zimeingia sokoni kutoka katika klabu ya Young Africans, ambapo klabu hiyo imeweza kutengeneza jezi mpya ambazo watakazotumia katika mashindano yao mbalimbali. Je, una maoni gani kuhusiana na jezi ambazo timu ya Yanga imeweza kuzitangaza na kuzionyesha katika mitandao ya kijamii na kusema kwamba zinapatikana katika maduka yao pamoja na klabu pale kwenye majengo ya makao makuu ya klabu ya Young Africans, ambazo jezi hizo ambazo tunaziona hapo zitakuwa zinapatikana? Yapi maoni yako kuelekea katika michezo yao, na ni upi mtazamo wako katika jezi zao ambazo wamezitoa? Ni kipi ambacho unaweza kuwashauri au maoni yako wewe kama mdau wa soka na mdau wa michezo? Naitwa Junior na hii ni Junior Media. Kutokea hapa sina la ziada, nikuage na nikutakia siku njema. Lakini kwa ambaye ndo mara yako ya kwanza unaungana nasi, usisahau kubonyeza alama ya neno subscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata kila aina taarifa pale ambapo tunakuwa tumepandisha maudhui haya hewani. Hapo chini ya video yako kuna alama ya kengele, bonyeza hiyo, hakisha una like, una share na una comment maoni yako kuhusiana na taarifa hizi ambazo zimeweza kukusogezea hapo. Kutokea hapa sina la ziada, nikuage na nikutakia siku njema. Bye bye.